Ni furaha iliyoje msikilizaji wa Kwetu News 24 kuweza kukutana nawe tena katika siku ya leo ili kuweza kuletea habari zetu ambazo zimegonga mwamba katika siku ya leo. Miongoni mwa yale tulionayo msikilizaji ni pamoja na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya tarafa la Fizi vyaendelea kusimama kwa muda kulingana na uongozi wa kijeshi ambao unashikilia mamlaka ya kuweza kutoa oda kuweza kusimamisha kidogo tu kwa ajili ya kujipanga ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan huko maeneo ya Poezero. Kwa habari ambazo tulizonazo ni kwamba eneo la Poezero toka pale liliposhikwa na waasi wa AFC M23 bado vita vimesimama kabisa. Hakuna chochote kile kinachoendelea licha ya kwamba kunaendelea kusikika na drone za kijeshi ambazo zinaendelea kushambulia maeneo mbalimbali kama vile Kalingi ni ndani ya tarafa la Fizi kwenye nyanda za juu za huko Minembwe. Lakini pia hivi punde tulipata habari ya kuwa drone ya kijeshi tena ya upande wa M23 iliweza kushambulia maeneo ya huko kwa mlima. Kabla hatujafika mbali msikilizaji, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kucomment, kushare na kulike ili uendelee kuwa sambamba pamoja na sisi kabisa. Yale ambayo tutakayoarusha muda mwingine yataweza kukufikia bila shaka na utaweza kuyapata pasipo na usumbufu wowote. Msikilizaji, tukiachilia mbali masuala ya vita mashariki mwa DRC hususan ndani ya tarafa la Fizi, tuzungumzie kile ambacho kinaendelea kuzungumzia ndani ya jimboni Kivu ya Kusini, hususan ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi punde Rais Felix Tshisekedi alitangaza kwamba ataweza kuhutubia taifa lake ili aweze kueleza jinsi gani mazungumzo ya kitaifa yatakapofanyika kwa ajili ya kutafuta amani miongoni mwa raia, kwa ajili ya kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kulingana na swala nzima la vita vinavyoendelea ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchi jirani ya Rwanda. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa jimboni Kivu ya Kusini wanazungumziaje hatua hii pamoja na kufafanua jinsi gani Rais Felix Tshisekedi ataweza kuhutubia taifa na itawezaje kusaidia kwa njia moja au nyingine kuleta usalama. Andre Biadunia Mashaka ni mchambuzi wa masuala ya vita na usalama ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini, anapatikana ndani ya mji wa Uvira. Alieleza kwa urefu jinsi gani mataifa mengine ndani ya nchi mbalimbali za Afrika ziliweza kukumbwa na changamoto hii ya ukosefu wa usalama, lakini mwisho matatizo yao yaliweza kutatuliwa kwa njia ya mazungumzo. Aliweza kutoa wito kwa serikali pamoja na wakongomani wote kukubali njia ya mazungumzo ili kwamba wale ambao wanaleta vurugu ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ili ukimya pamoja na amani iweze kurudia ndani ya jimbo ya Kivu ya Kusini na jimbo ya Kivu Kaskazini. Akizungumza na Kwetu News 24, Andre Biadunia Mashaka alisema yafuatayo. Acha ni pane kwa ufupi historia kidogo parapor na dialogue ambayo iko inasemeka Mkongo. Nianze kwanza na kupana nchi tatu ambazo labda zimefikia makubaliano ambako opposition, parce que kila mara ninasikia batu ya pouvoir wanasema opposition haiyawezaka kukondane agression. Non, il faut faire part des choses. Serikali inakuwa na kazi yake na opposition inakuwa na kazi yake. Kazi ya opposition ni kutafuta namna gani, mbinu gani za kisiasa ambazo wataangusha utawala ili wao wakamate utawala. Na mbinu za pouvoir au utawala ni kuangalia namna gani watabaki kwenye madaraka miaka mingi, waikonserve le plus longtemps possible. Ili ndio inakuwa mbinu mbili. Sasa hapa kunakuwa utofauti. Wakati kunakuwa conflit interne, dialogue inaweza kuwa utofauti na wakati kunakuwa conflit externe. Kongo haina probleme ya conflit interne, ile futu ambiane kweli. C'est vrai kulikuwa probleme kidogo ya conflit interne liye kuma election, wakati ba opposant walalamika, mais au finish wakaelewa kwamba hapa kunakuwa probleme, acha tuache yale mambo yaendelee, malize manda yake 2028 atoke. Mais subitement 2022 kukatokea ile rebellion. Na opposition ilianza kuweka pression ke il faut rebellion iishe. Mais mwisho bakakia kusema kwamba haiko rebellion, iko agression au occupation ya Rwanda yenye nakiwa kamata nchi yetu. Hizo nchi tatu ni notamment Afrique du Sud. Mu 1994 kulikuwa shida ya wakati ni Frederic de Klerk alikuwa president, wakati apartheid.
na Mandela alitia pression, alifungwa na mambo mengine. 94 Mandela kapita kwa election na Frederic de Klerk akakuwa opposant, na wakati alikuwa opposant libidi Mandela afanye dialogue meikabutiri ku gouvernement d'union nationale, ambako Frederic de Klerk ambaye alikuwa president mbele ya Mandela akakuwa vice president wa Mandela. Ya pili ni Kenya, kati ya Raila Odinga na Mwai Kibaki. Mwai Kibaki alikuwa rais wa nchi na parti Orange ya Raila Odinga ilikataa kwamba huyu bwana hakupita, alikuwa ameshindwa, ilikuwa ni 2008 alishindwa. Raila Odinga akasema kwamba Mwai Kibaki alishindwa na uchaguzi. Kulikuwa fujo mingi sana na watu yapata 1000 walikufa mwa ile vita pale, na election ilikuwa Desemba 2007. Mais 2008 ikabidi baangalie namna gani ya kuikaa chini bakaongee na bakareviser constitution. Niseme kwanza na hapa Afrique du Sud bakafikia kwa kureviser constitution, pas changement ya constitution. Na hapa Kenya bakareviser constitution pour que ba créer poste ya vice président, lakini wakasema au lieu tu créer poste ya premier vice président tu créer tout poste ya premier ministre, bakaacha vice président bakacreer premier ministre. Raila Odinga ambaye alikuwa opposant akakamata madaraka. Niende ku Zimbabwe. Zimbabwe nako ilikuwa ni vile vile, wakati yenye Robert Mugabe alikubali kugavula madaraka na opposant wake ambaye alikuwa anamuita Morgan Tsvangirai, naye akakuwa premier ministre parce que wali reviser constitution, balikuwa anatumikisha dolari Zimbabwe, bakaanza kutumikisha dolari za Amerika na zikasaidia tension. Ikumbuke kwanza hapa Zimbabwe kwa kwenda kuemea watu walikuwa wanaenda na buruete na jaa pesa. Wakwenda kuemea tu kwa sababu zilipoteza valeri ya mingi, zilipata kabisa ile wanaitaka hyperinflation ya ekonomi na pesa zikapoteza valeri yake. Alors, ile kaleta ile shida. Sasa utofauti kati ya hii hali tatu ya Kenya, ya Zimbabwe na Afrika ya Kusini na nchi ya Kongo ni kwamba nchi ya Kongo haina probleme interne, me iko na probleme externe. Hawa wa M23 ambao wako wanasema kwamba wao wanakuwa ni rebellion, ni watu ambao wanashindikiza Rwanda, kwa sababu Rwanda liona kija kinaga ubaga ye mwenyewe hata eleweka. Ndiyo maana alikuja na hawa wakongomani wanaojiita wakongomani ili waumshindikize tu ionekane kwamba wanakuwa pamoja. Dialogue ambayo iko naitwa leo, dialogue ambayo inaitwa leo ifo ieleweke ni dialogue gani, kwa sababu tukisema wanaita dialogue hii kama ni mwezi wa 9 kama ni mwezi wa 8 hapa kumwisho, itakuwa ni dialogue kati ya nani na nani, kwa sababu hii upinzani ambao unakuwa Kinshasa, wakina Matefa Ilu, wakina Katumbi na wakina wengine, je, watakapoingia kwenye meza ya mazungumzo na serikali ya Kongo, vita itaisha? Jibu ni ndio au hapana. Itaisha ndio kama watakuwa wana mizizi ambayo inaelekea kwenye upande wa M23 ambao wanashikilia silaha. Kama watakuwa na mizizi ambayo inaelekea Rwanda ambaye anamanipule M23. Hiyo ni ya kwanza. Hapana kama watakuwa hawana mizizi ambayo inaelekea Rwanda na M23. Hiyo ndo inaweza kumaliza. Kama watakuwa na mizizi inaelekea upande wa Rwanda, watamaliza vita kwa kupitia dialogue. Kama hawana mizizi ambayo inaelekea upande wa M23 na Rwanda, vita itaishi. Inabidi waende sasa kwa yule mtu ambaye mwenyewe ameshaonekana kwamba anashindikiza M23. Sababu hata kama wenzetu wa PPRD wanaweza kusema kwamba hawashindikize M23, haiwezi kueleweka. Sovole Kongo, secrétaire permanent wa chama wa hiyo platforme ni Nyarugabo, na Nyarugabo alionekana Minembwe hapa juzi akiwa na M23. Yaani wanakuwa ni wa partenaire, yani wanatumika pamoja. Ndio maana kwa kusema hii vita ishe, inabidi serikali ya Kinshasa iangalie kupitia mediation international, kama watarudia Luanda hakuna shida, waangalie namna gani wanaweza kuassociate hii Sovole Kongo na M23 ili wazungumze pamoja. Lakini kama ile haijafanyika, wao wana silaha na wanajidai wana nguvu, serikali ya Kongo inaonyesha kwamba inakuwa inazembea kwenye shamba la vita, haipigani kama kawaida, haikamati vijiji, wao wanatumika tu mseselefe. Inaweza kuwa dialogue ambayo itafanyika Kinshasa itashindwa kumaliza vita. Naam, kwa upande mwingine msikilizaji, Generali Olivier Gasita mwenye asili ya Minembwe jimboni Kivu ya Kusini, aliyepingwa kabisa na wakaaji wa mji wa Uvira siku chache zilizopita, ameteuliwa kuwa kamanda wa operesheni na ujasusi wa eneo la pili la ulinzi linalojumuisha majimbo 9 ya DRC, mkiwemo Kasai ya Kati, Kasai Mashariki, Lomami, Sankuru, Lomami, Katanga, Lualaba pamoja na Tanganyika.
kuteuliwa kwake kutasaidia namna gani kuleta amani au kuleta vurugu jimboni Kivu ya Kusini au jimboni Kivu ya Kaskazini, sehemu ambayo alitimuliwa kabisa na kufurushwa wakati aliteuliwa na serikali ya DRC kuendelea kusimamia operesheni maeneo hayo. Hatujui kitu gani ambacho kitatokea, basi endelea kusikiliza Kwetu News 24 kwa ajili ya kujua kitu gani ambacho kitakachosalia hapo baadaye. Msikilizaji, kwa kupata mengi zaidi, usikose kuungana nasi katika habari zetu zijazo. Hii ni Kwetu News 24, tunakutangazia kutoka mwa DRC. Hadi wakati mwingine, nikuage na nikushukuru kwa kuendelea kutusikiliza. Kwaheri.